Yeah, Bwana Yesu asifiwe Bishop. Asifiwe sana. Ndio, habari ya Kongo? Kongo ni salama kabisa. Yeah, tunakukaribisha sana Tanzania. Nashukuru sana. Basi tunataka kusikia machache kutoka kwako kutokana na ujumbe ambao umeufuata hapa Tanzania. Kabla sijazungumza kwa ajili ya ujumbe, mimi naitwa jina la mchungaji Askofu Like Namegabe. Ndio. Niko baba, nimeoa, nina mke na watoto 6. Ndio. Nimeongoza kanisa. Ndio. Na nimetoka Kongo pamoja na wachungaji zaidi ya 8. Tumekuja hapa kwenye Tanzania kwa ajili ya mafundisho ya wanandoa. Ndio. Ya tu iko wami. Ya, ni vitu gani ambavyo hasa mmejifunza kutokana na semina ambayo imefanyika hapa Tanzania? Tumefanya zaidi ya miaka 3, tumegongana hapo Kongo kwa ajili ya hii huduma ya tu iko wami, lakini tulikuwa zaidi natarajia tumuone kiongozi wa Afrika. Tumezungumuza kwa simu, tumezungumuza kwa njia ya mitandao, lakini bado tulikuwa hatutakutana pamoja na yeye. Lakini kupitia kiongozi mkuu wa mwenyekiti hapa Tanzania, ye ndugu Amos, ambaye alitueleza sasa ya kuwa mwenyekiti ya Afrika atakuwa hapa Dodoma, na kwa hiyo tulijitahidi kutoka Kongo kufika mahali hapa. Ila tunashukuru wa Tanzania kwa moyo nzuri, wametupokea vizuri, wametulaza vizuri, tumekula vizuri na tumejisikia kabisa ndani ya amani. Kidogo Swahili ya kwetu Kongo na kwetu Tanzania imetukoroga kidogo. Alona kwa hiyo soki na lobimu alingala mkena kutungisa yo. Kulikuwa tatizo kidogo, tatizo ambayo kulikuwa wamoja wametuambia kikao kikuu kia Afrika ni Kenya. Lakini tumepata uhakika ya kuwa kikao kikuu ya tu iko wane inapatikana ni Afrika du Sud. Si tumeita Afrika du Sud, hapa mnaita Afrika Kusini. South Africa. Na kwa hiyo tulikuwa kusikia vizuri sana kwa kumuona yeye peke kiongozi wetu mkuu ambaye ameitwa Moses na mke wake Amelia. Wametuhubiri vizuri, tumezungumza vizuri, tumekula pamoja, tumesikia roho yetu kurizika. Na hapo tukitoka hapa Tanzania tutabeba ujumbe katika nchi yetu ya Kongo, kwa kuwa Kongo tumetia itu iko wane katika miji 5, jimbo 5. Tumetia Bukavu, Goma, Kisangani, Uvira, Kalemi, na kuna watu wengi walitarajia kupata kufarijiwa kupitia mafundisho ya tuiko wane. Asa vitu viko natembea vizuri, lakini tangia sasa tumepata mwangaza. Karibu sana Tanzania. Tumefurahi kwa uwepo wako. Asante. Tupende kusikia majina yako, naitwa nani na una nafasi gani kwenye tuiko wane huko Kongo? Asante sana. Mimi naitwa kwa mama, jina langu ni mama Date Mwingirwa. Naishi Kongo, Bukavu. Mimi ni mama kiongozi wa mama wa tu iko wane Bukavu, yani Kongo. Kwa kweli nimefika Tanzania, namshukuru Mungu. Sababu yangu ni mara kwanza kufika Tanzania, lakini nilifika Tanzania kuhusu sababu ya hii mkutano. Nimekuta ndani ya mkutano kiongozi mkubwa kwa kweli, ye David Moses na mama Amelia. Na mafundisho ambayo nimetosha ndani ya mkutano imenijenga na imenitia akili ndani ya kichwa changu. Hii mafundisho imenionyesha kama vitu ambavyo walikuwa wanatuletea Kongo, huyo baba alikuwa muongo na alikuwa mnyang'anyi. Sababu nimeona utofauti wa mafundisho. Kweli wa mama wa kina Kongo, wa tu iko wane Bukavu, Kongo, Bukavu, Goma, Kisangani, Uvira. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana. Tumefika mahali hapa na viongozi wetu kutoka Kongo, tumekutana baba kiongozi wa Kenya na wa Tanzania. Tumemwona ni baba ndio mwenyekiti baba yetu hapa, Papa Amos ndio kiongozi wetu sasa manake ndio kiongozi wetu wa Kenya. Sisi wa Kongo, sisi wa Kenya wa Kongo tuko chini ya mamlaka ya baba yetu wa Tanzania. Na mafundisho ambapo tumetosha mahali hapa wa mama, tujue kama mafundisho ambapo tumeleta kwa sasa ndio mafundisho ya tu iko wane.
na mtaiona namna tutaifundisha bila kuwanyanyasa, bila kuwalomba pesa, bila kutatiza roho zenu, sababu tumejua kweli roho zenu zimeumia sababu ya viongozi vibaya ambayo tulikuwa nao. Na kwa sasa tumegundua tu ECO1 ni kitu kinakia kutajirisha jamaa zetu, maana tukitajirisha kwa mafundisho tunatajirisha mioyo yetu, familia zetu, waume wetu na makanisa zetu kupitia mafundisho. Nimefundishwa kama ndani ya tu ECO1 kuko vipindi 12 vya mafundisho, na katika hiyo mafundisho vipindi 12, yani somo 12, tutafundishiwa hizo somo kuanzia 1 mpaka 12. Wakati tunapofundishiwa hizo somo tunazishika na kuchunguzana kama kweli tumeshika hizo somo, sababu kutakuwa utofauti wa mambo ambayo yamepita na mambo ya sasa. Hii mafundisho yote tutaishika na tutajadiliana, tutasaidiana kama kweli hii mafundisho imetujenga na tumesikia hii mafundisho kusudi ipate kubadilisha maisha yetu, ibadilishe makuple zetu, ibadilishe kanisa na vijana ambao tuko nao ndani ya familia zetu.